Baada ya Simba Sports Club kupata sare katika mchezo wa CAF Champions League dhidi ya timu ya Esperance de Tunis, sare ya mabao mawili kwa mawili, wakati ambao Simba alishapata nafasi ya uongozi wa mabao mawili kwa sifuri katika mchezo wake dhidi ya Esperance de Tunis kwenye dakika 45 za kwanza, lakini dakika 45 za pili kama ambavyo wanakuambia mtoto harari na change, ndivyo ilikuja kujitokeza katika upande wa Simba. Simba wakasawazishiwa mabao yote mawili na dakika zote 90, Simba 2 Esperance nao wakiwa na mabao mawili katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Sasa baada ya mchezo kutamatika, mashabiki wa Simba wao wanazidi kutamaraki na wanazidi kuibua gumzo kubwa katika upande huo, wakiwa na matumaini makubwa ya kwamba kuna vitu ambavyo wanaviona haviendi sawa katika upande wa timu yao, kuanzia katika upande wa management, uongozi wao. Kuna kitu ambacho kinakwamisha mchakato wa wao kufanya vizuri na timu yao kuwa katika sehemu ya ubora, ufanisi, weledi na mengi zaidi pia ambayo yameweza kutukuka na mengi ambayo pia tunazidi kuyatazama kama sehemu ya mtaji huo. Sasa mashabiki wa Simba baada ya mechi kutamatika wakaonekana kumpiga ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ambaye ni makamu mwenyekiti katika upande wa bodi ya wakurugenzi, lakini tukija katika upande wa wanachama, yeye ndiye mwenyekiti kwa maana ya Murtaza Mangungu. Sasa baada ya Mangungu, vita imehamia kwa ambaye ni moja ya makocha pia katika upande huo, kwa maana ya Suleiman Matola. Mashabiki wa Simba wametamaraki na wameibua gumzo kubwa wakihitaji upande wa Suleiman Matola naye aweze kujiuzuru katika nafasi hiyo. Ni wakati wa mwendelezo ambao wao wanazidi kumtafuta mchawi ni nani ambaye anapelekea timu yao kutopata matokeo mazuri. Sasa baada ya kumtazama Mangungu kama chanzo kikubwa cha wao kutokufanya vizuri, pia wamemgeukia ambaye ni kocha msaidizi kwa maana ya Suleiman Matola. Maswali ni mengi, wanasema why Matola wamekuja makocha takriban 7. Huyu ni kocha wa 8 tangu Simba anashindwa kupata ubingwa msimu wa 2021, msimu wa 2020-2021. Tangu msimu huo kufikia wakati huu msimu takriban 5, Simba wamefukuza makocha na kuleta makocha 8 mpaka wakati huu. Lakini makocha wote ambao wamekuja na kuondoka, upande wa coach Suleiman Matola, yeye hajawahi kuguswa. Anafanya kazi kama kocha msaidizi wa kwanza au kocha msaidizi wa pili, lakini yeye kwenye nafasi hiyo hakuwahi kutoka. Jambo hili limeibua gumzo kubwa katika upande wa mashabiki. Sasa wanasema ya kwamba Mangungu and Matola must go, kwamba Mangungu na Mangora au Mangungu na Matola moja kwa moja wanapaswa kuondoka ndani ya Simba. Wengi wanasema ndio wanayehujumu Simba kwa sehemu ya mashabiki kwenye kile ambacho wanakizungumza. So mashabiki wamemvaa tena ambaye ni kocha msaidizi kwa maana ya Matola, na wengi walishangazwa na hichi ambacho kipo. Juzi Simba walimtangaza coach Christopher Bergman ambaye alikuwa anafanya kazi Mamelodi Sundowns kwamba yeye ndiye atakaye kuja kuwa kocha msaidizi. Sasa wengi baada ya kumtazama Bergman akitua katika upande wa kikosi cha Simba wakaamini ya kwamba kuna kitu cha ziada ambacho anakuja kuongeza, na upande wa Suleiman Matola moja kwa moja atapumzishwa katika nafasi. Lakini imekuja kwa tofauti, Matola ameendelea kubakia hapo na upande wa Bergman pia ameongezeka. So sehemu ya mashabiki wanaamini ya kwamba Matola anaweza akawa ni moja ya chanzo ambacho kinapelekea Simba kutokuwa na matokeo mazuri katika nafasi hiyo, na that why pia gumzo kubwa limetawala. Mashabiki wamemhitaji Matola aweze pia naye kuandika barua ya kujiuzuru katika upande wa klabu ya Wekundu wa Msimba Simba, au Simba Sports Club wenyewe wambadilishe kitengo, aidha apeleke timu za wanawake au apeleke katika upande wa timu za vijana, lakini sio kuendelea kumtazama katika upande wa touchline. Wengi wanasema kama Matola ndiye anaifirisha timu katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya upande wake. Yeye anajua kwamba hawa wakiondoka basi moja kwa moja ataendelea kubakia katika nafasi hiyo. So mashabiki wamewavamia wawili hawa, Mangungu pamoja na Matola. Hapa ndio wanataka waweze kuondoka na kuachia Simba yao ili watazame ni kipi ambacho atakwenda kufanya kama sehemu ya mtaji mkubwa, na kitu ambacho
ambacho kinakuja kuwanufaisha katika ubora, uredi, ufanisi na mengi zaidi yaliyotukuka katika nafasi hiyo. So Matola naye tunasubiri upande wake kuondoka kwake itakuwaje, lakini tayari mashabiki naye wamemwelekeza njia. Mangungu jana kapigwa, sasa ni zamu ya Matola naye kuweza kujiuzuru mapema kabla ya vurugu kuweza kujitokeza katika nafasi. Upande wako kujiuzuru kwa Matola kama ambavyo mashabiki wanahitaji na wanataka, upande wako tukio hili na swala hili pia unalizungumza vipi? Je, wewe unaungana na wale ambao wanasema Matola ni moja ya chanzo ambacho kinapelekea Simba kupata matokeo mazuri, na yeye ndiye anapelekea pia makocha kuondoka, kwa sababu wamekuja makocha 8 wote wanakuja wanaondoka, lakini yeye hakuwahi kuondoka katika upande wa kikosi cha wekundu wa Msimba Simba. Kikubwa ni kwambie tu pia comment yako, hakikisha umesubscribe ili uweze kwanza kuzidi kunufaika na kuzipata taarifa zote zenye uredi na ubora uliotukuka.